ni hatua zipi za kuchukuliwa kuzichukua muumini ikiwa mke wa kwanza hataki kuolewa wake wenzake, hataki kabisa, kisikia mimi nataka kwenda kuongeza mke, vita hapakaliki. Nini hatua ya kufanya? Hatua gani ya kufanya? Sisi tutasema kuongeza mke ni haki ya mume, ni haki kwa mwanamume aliyetimiza masharti, akiwa anaona kwamba anayo nafasi ya kuweza kutekeleza, anao uwezo kufanya uadilifu baina ya wake zake wawili katika nafaka, katika maskan, makazi, matumizi na mengineyo katika mambo yanayohitajika au katika haki za mke na mume. Akijiona kwamba anao uwezo kufanya hivyo, pengine mke mmoja wake ni mtihani, hawezi kuvumilia kukaa na mke mmoja, sheria imemruhusu aongeze mke wa pili, na azungumze na mke wake kwa uzuri, si masala ya vita. Lakini pia si sharti mke aridhie, sio sharti katika kuongeza mke wa pili mke wa kwanza aridhie, hakuna sharti hilo. Tumeelewana? Lakini vizuri mtu akae alipange swala hilo vizuri, asiharibu ya kwanza kwa sababu ya pili. Na wanawake watakana wamche Allah tabaraka wa taala, wafanye subra katika hilo. Wanawake wamche Allah na wafanye subra katika hilo, wasiwe ni ving'ang'anizi kwa sababu ya wivu walionao. Wivu ni kawaida kwa mwanadamu, kwa mwanamke, kwa mwanamume, lakini katika mambo kama haya watakana wafanye subra na Allah atawafanyia badali, kwa sababu ni kutekeleza wajibu. Pengine mwanamume hawezi kukaa na mwanamke mmoja. Sasa ukimlazimisha kwamba akae na wewe tu, hujui pengine akaingia katika mtihani na katika fitna. Sasa wazuia, kumbe wazidi kuharibu. Kwa hiyo hatua za kufanya, tunasema mwanamume si sharti mke wake aridhie ndio awe mke wa pili, si sharti hilo. Sisi tunasihi tu kwamba ikiwa mke alitatabu matatizo, jaribu kumrai na kumnasi na kumwambia maneno ya Allah tabaraka wa taala, utekeleze jambo hilo. Mtu kuomba dua, anachozingatiwa kitu kikubwa, mtu asifanye taaddi katika dua, yani asipetuke mipaka katika dua. Kuna mambo mengi yanazingatiwa katika adabu za dua, miongoni mwa hayo ni mtu asiombe, asipetuka mipaka katika maombi. Kufanya omba ya Rabbi na kuomba mimi